نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإنه قد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه: إن للمتقين مفازا. والتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن وجه الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، لكم تكيا ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kujusia nafsi yangu katika kumcha Allah kwa kuyafanya maamrisho yake na kwa kuyaacha makatazo yake. Kwa hakika waliofaulu mbele yake ni wale wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na at-taqwa ndio wasia ambao Allah amewapa waliopita kabla yetu, na ndio wasia aliotuhusia sisi katika umma huu. Kama nilivyotangulia kuzisoma baadhi ya aya zinazoonesha kwamba wenye kumcha Allah ndio wenye kufaulu, kadhalika takwa ndio wasia ambao Allah aliutoa kwa waliopita kabla yetu na akatupa na sisi. Bali mtume wa Allah katika baadhi ya hadithi alivyoomba wasia na masahaba, kama ilivyokuja katika hadithi al-Irbad ibn Sariya, akawaambia: usikum bitaqwa Allah was-sam'i wat-ta'a al-hadith. Ibadallah, fa inna min al-umuri allati dhamma Allah subhanahu wa ta'ala biha ba'd 'ibadihi hiya 'adamu naf'i al-'abdi bi'a'malihi as-salihah allati raja an takuna khayran lahu wa an tanfa'ahu fil akhirah. Hakika katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya baadhi ya waja wake na amefungamanisha hasara kwa wale ambao watakaokuwa na mambo hayo, ni mja kutokunufaishwa na matendo yake ya kheri aliyoyafanya katika ulimwengu, matendo ambayo ametarajia yatakuwa ni kheri kwake mbele ya Allah na yatamnufaisha mbele ya Allah siku ya kiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto isipokuwa yule atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Allah subhanahu amesema katika Qur'an akimwambia mtume wake: qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
sema Muhammad uambie, je, tusikupeni habari ya wale waliokula hasara kimatendo, wale ambao zimepotea bure jitihada zao katika maisha haya ya kidunia, ilhali wanadhani kwamba wanafanya mema. Allah akawasema vibaya watu hawa, bali Allah akasema katika aya nyingine, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tutayaendea yale waliyofanya katika matendo, tutayafanya ni haba'an manthura, ni mavumbi yenye kupepeuka, hayatawanufaisha mbele ya Allah matendo mema ambayo wameyafanya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliwauliza masahaba kwa kuambia, ataduruna manil muflis, je, mnamfahamu aliyefilisika ni nani? Faqalu almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa, aliyefilisika kwetu sisi ni yule ambaye hana pesa, hana mali na amekatikiwa na starehe. Mtume sallama akasema, almuflisu fi ummati man yati yawm alqiyama bi salati wa zakati, muflis katika umma wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama na ibada, amekuja amefanya al-a'malu salihah, lakini wayati waqad shatama hadha wa akhadha mala hadha wa dhalama hadha wa daraba hadha, atakuja siku ya kiyama akayataja baadhi ya mambo, au kama qala alayhi salatu wassalam, atakuwa ameyafanya mambo ambayo itakuwa ni sababu ya kuchukuliwa matendo yake, wakapewa wale ambao amewafanyia, na mwisho kuingizwa katika moto wa jahannam kwa sababu ya kupata hasara kubwa ya matendo yake aliyoyafanya kutokumnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mfano nilizozitaja na hadithi mfano wa hii niliyotaja zipo nyingi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini asipate hasara yule ambaye matendo yake hayatamnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali haya matendo ndiyo sababu ya sisi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, alladhina tatawaffahumul malaika tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, wale ambao watakaofeshwa na malaika katika hali iliyokuwa nzuri watawaambia salamun alaykum, amani iwe juu yenu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ingieni katika pepo kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya. Yale matendo yanakuwa ni sababu ya mtu kumuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama alivyosema Allah katika al-hadith al-qudsi, hadithi aliyopokea Imam Muslim, hadithi Abu Dharr, ya ibadi inma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. Enyi waja wangu, hakika si vinginevyo haya matendo yenu mimi ninayadhibiti kwa ajili yenu, ikisha nitawahukumu kwa haya mnayoyafanya. Atakayekuta khairi amhimidi Allah, na atakayekuta kinyume cha khairi aisilaumu isipokuwa nafsi yake. Matendo tunayoyafanya ni sababu ya sisi kuingia katika pepo ya Allah, ndiyo atakayohesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, in khairan fa khair wa in sharran fa shar. Sasa yule ambaye atakayekwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala amefanya matendo ambayo sura yake ni matendo ya khairi, lakini matendo yale yasimnufaishe, bila shaka atakuwa amekula hasara kubwa. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Ibadallah, baada ya kuzifuatilia hizi ayat na ahadith mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaochuoni wakasema matendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hayatakubaliwa illa idha tawaffarat fiha thalathatu shurutin, isipokuwa patakapokamilika katika matendo hayo masharti matatu. Hawa wote ambao wametajwa na Allah na mtume wa Allah katika baadhi ya zile aya nilizotaja na ahadith na nyinginezo, utaona kuna mambo wameyakosa, wameyafanya matendo ya khairi ambayo sura yake ni sura ya khairi, lakini kwa kuyakosa masharti yale imekuwa matendo yale haba'an manthura, hayawanufaishi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masharti haya wameyataja wanaochuoni katika vitabu vingi na tunayafahamu baadhi yetu. La kwanza ni al-Islam, la pili ni al-ikhlas, la tatu ni al-mutabaa. Ni lazima mtu awe Muislamu ili matendo yake yamnufaishe mbele ya Allah,
na kama nilivyoitaja aya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah kaendelea kwa kusema ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Walikuwa hawana iman, wamemkufuru Allah na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yao yakawa hayawanufaishi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama aya niliyosoma ya pili, wakadimna ila ma amilu min amali, na tutaendea yale tuliyofanya katika matendo, alladhi rajau an takuna khairan lahum, matendo ambayo wao walitarajia kwamba yatakuwa ni khairi kwao, wamefanya matendo ambayo wanatarajia kwa Allah, faj'alnahu haba'an manthura, tutayafanya ni mavumbi yenye kupepeuka, lifaqdihimul iman wa ghairihi, wa kukosa iman na vinginevyo ambavyo wamesaja na watuone katika tafsiri. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni lazima mtu awe Muislamu. Yule ambaye si Muislamu hawezi kunufaishwa na matendo yake يوم القيامه, siku ya kiyama. Athani al-ikhlas, an yukhlisa al-muslimu amalahu lillahi subhanahu wa ta'ala, aitakase Muislamu amali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yabta'ida an kulli ma yufsiduhu, na ajieke mbali na kila kile chenye kuifisidi amali ile, min ar-riya was-sum'a wa ghayrihima, katika ria kujionesha na sum'a kuwasikilizisha watu na vinginevyo visivyokuwa vile hivyo vile ambavyo vinaharibu matendo ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake wama umiru, anamwambia katika Qur'an akituambia na sisi wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Kadhalika Allah anamwambia mtume qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din, sema hakika mimi nimeamrishwa kumwabudu Allah hali ya kumtakasia Allah ibada. Na mtume sallallahu anasema man qala la ilaha illa Allah mukhlishan dakhala aljanna, atakayesema la ilaha illa Allah akawa ni mwenye ikhlas katika moyo wake, lazima jambo hili lipatikane katika masharti ya kukubaliwa amali. Bali imekuja hadithi, mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na mmoja katika masahaba, ar-rajulu yuqatilu lilmaghnam, kuna mtu anapigana kwa ajili ya ngawira, warajulu yuqatilu lidhikri, na kuna mtu anapigana kwa ajili ya kutajwa kama mtu fulani anapigana sana, ni shujaa. Warajulu yuqatilu liyura makanu, na mwingine anapigana kwa ajili ya kuonekana sehemu yake, yeye ni mtu wa aina gani katika vita. Faman fi sabilillah, nani yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akajibu kwa kusema man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, yoyote atakayepigana ili neno la Allah liwe juu, kalima ya Allah iwe juu, fahuwa fi sabilillah, huyo ndio aliyekuwa katika njia ya Allah. Inatazamwa ikhlasi yake ndani ya moyo wake. Kwa hiyo sharti la pili ni lazima mtu awe mukhlis. Akiwa hana ikhlas, amali ile aliyoifanya haitamsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aitengeneze nia yake. Na kama alivyosema Sufyan ath-Thawri al-Kufi rahimahullah, ma alajtu shay'a ashadda alayya min niyyati, sijawahi kukitibu kitu ambacho ni kizito kwangu mimi kuliko nia yangu, li'annahu tatakallamu alayya, kwa sababu nia inabadilika. Mtu anaweza akaanza vizuri akamalizia vibaya, akalifanya jambo ambalo ni la sura ya dini, jambo ambalo ni kutafuta radhi za Allah, lakini akawa si mukhlis, akabadilisha nia yake katika moyo wake, ikawa amali ile isimnufaishe mbele ya Allah, akaingia katika wale waliokula khasara. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, matendo ambayo tunayafanya ni lazima matendo haya yakamilike ndani yake masharti matatu ili yamnufaishe mbele ya Allah mja matendo yale. La kwanza ni al-Islam, la pili ni al-ikhlas, Uislamu, mtu kuingia katika Uislamu na mtu kuwa ni ikhlas katika moyo wake. La tatu katika masharti hayo al-mutabaa, muwafaqatuhu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kuwafikiana mja huyo na kile alichokuja nacho mtume katika mafundisho yake.
ikiwa atakosa moja katika masharti haya, afahamu kwamba amali yake haitamnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kadhalika Allah anasema, waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, yoyote atakayemkhalifu mtume baada ya kumbainikia uongofu, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alipoelekea, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, na ni mafikio mabaya moto wa jahannam. Kadhalika Allah anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na mafundisho ya mtume, wakamkhalifu katika mambo ambayo mtume sallam ameamrisha, wakaleta mambo mengine. Watahadhari watu hao, antusibahum fitna, isije ikawapata fitna. Wamesema wanaochuona tafsiri, imma al-kufr au an-nifaq au al-bid'ah, imma fitna utakuwa ni ukafiri kwa kumkhalifu mtume, akaingia mtu katika ukafiri, au akaingia katika unafiki, au akaingia katika bid'a, au yusibahum adhabun alim, au ikawapata wao adhabu yenye kuumiza. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake amesema, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika viwanja vyeupe, usiku wake ni kama mchana wake, hapotei mwenye kupotea katika viwanja hivyo isipokuwa ameangamia. Mtume ametuachia mafundisho ambayo ni yana kheri kwetu sisi, bali masahaba wa mtume wa Allah hawajaacha kitu katika kheri. Ma taraku khairan ya'lamu annahu khair, hawajaacha kitu ambacho wanakijua kama ni kheri, isipokuwa ametujulisha kwa mafundisho ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa Allah kwa kuwa anafahamu amali za waja ili ziwanufaishe mbele ya Allah, na matendo haya itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa akiwatahadharisha umma wake kuto kukiuka masharti haya, akiwahimiza katika jambo la ikhlas. Mara nyingi alikuwa akiwahimiza katika jambo la mutabaa, kufuata mafundisho yake na kutokuzusha katika dini ya Allah, kwa sababu hili litapelekea mwanadamu kuadhibiwa mbele ya Allah na kutokunufaishwa. Katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, anasema Rasul, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya amali, atakayezusha, hadithi ya mwanzo, na riwaya nyingine, atakayefanya amali yoyote, amali ambayo hakuna mafundisho yetu, fahuwa radd, ay mardudun ala sahibihi la yuthabu fa'iluhu wa yastahiqu al-iqaba, hatolipwa thawabu, sikurejeshewa tu kwa mambo yamemaliza, la, hatolipwa thawabu na atastahiki kuadhibiwa, limukhalafatihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kwenda kinyume na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye atakayeleta jambo lililozushwa katika dini ya Allah, akalizusha yeye au akafanya, hatolipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala, bali atastahiki kuadhibiwa. Matendo yale ambayo ameyafanya, ambayo pengine yana sura ya dini, hayatamnufaisha mbele ya Allah. Kwa haya maelezo ambayo tunayataja na maelezo waliotaja wanawachuoni, na mtume amesema katika hadithi al-Irbad ibn Sariya, iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar, kama ilivyokuja katika riwaya ya Jabir maneno haya mwisho. Bali hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wale masahaba watatu wa mtume wa Allah waliokuja katika nyumba ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, yasaluna an ibadati rasulihim, wakiulizia kuhusiana ibada za mtume wao, wakaambiwa mtume wenu yasumu wa yuftir, anafunga baadhi ya siku na baadhi ya siku anafungua, hafungi. Wayaqumu wa yanam, anasimama baadhi ya usiku na analala baadhi ya usiku. Wayatazawwaju an-nisaa, anapata muda wa kuoa, anaoa, anapata muda wa kustarehe na wake zake. Wale masahaba kwa ghera waliokuwa nayo katika dini wakaazimia kuyafanya mambo makubwa zaidi kuliko hayo. Mmoja akasema, mimi nitafunga milele, sitofungua. Mwingine akasema, mimi nitaacha kuoa, sitooa, wanawake watanishughulisha na ibada. Mwingine akasema, mimi nitasimama usiku mzima, sitolala. Hao waliazimia kuyafanya mambo ya kheri. Mtume alipomfikia habari akawafuata na kuambia, antumul ladhina qultum kadha wa kadha, hivi nyinyi ndio ambao mliosema haya na haya. Mtume akawaambia,
inni akhshakum lillahi wa atqakum bihi, mimi ndo namcha Allah zaidi, namuogopa Allah zaidi kuliko nyinyi, na namcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Mimi ninafunga na ninafungua baadhi ya siku, na mimi ninapata usiku muda nalala, na mwingine nasimama, na mimi naoa, napata muda wa kustarehe na wake zangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayekwenda kinyume na mwenendo wangu, huyo si katika mimi. Hao wameazimia kuyafanya mambo ya kheri, sura yake ni sura ya dini, lakini mtume wa Allah amewakataza wasiyafanye, kwa sababu matendo haya lau kama atayafanya hayatawanufaisha. Wamekwenda kinyume na mwenendo wa mtume wa Allah, na ndio maana mtume sallallahu akawakataza. Bali ukiangalia masahaba, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, kama alivyotaja Imam ad-Darimi rahimahullah, kisa cha wale waliokusanyika katika msikiti wakimkabir Allah, wakimsabih Allah, wakiwa wamekaa katika hilaqa, vikundi, na mmoja wao katika wale mkubwa wao akiwaambia sabbihullaha 100 marra, hallilullaha 100 marra, kabbirullaha 100 marra, semeni Allahu akbar mara 100, semeni la ilaha illallah mara 100, wakiwa na vijiwe wakihesabu. Kisa ni kirefu, lakini baada ya kuja msikitini Abdullah ibn Mas'ud na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, Abdullah ibn Mas'ud akawaambia, ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum, umma wa Muhammad, haraka iliyoje kuangamia kwenu, mbona mnaangamia haraka? Wale walikuwa wamekaa msikitini kabla al-fajr wakiyafanya matendo ambayo sura yake ni sura ya dini, lakini Abdullah ibn Mas'ud anawaambia, mbona mnaangamia, mnafanya mambo ambayo hayawafikiani na mafundisho sahihi ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Watu hawa walikuwa hawafanyi uovu, wanafanya jambo ambalo sura yake ni dini. Bali Abdullah ibn Mas'ud katika maneno pia anasema, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, fuateni mafundisho ya mtume Muhammad na wala msizushe katika dini ya Allah, kwa hakika mmeshatoshelezwa. Dini yatakiwa ifuatwe kama yalivyokuja mafundisho ya mtume ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-sahaba radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu anasema katika yale aliyosimuliwa kutoka kwake, man ibtada'a bid'atan fi ad-din faraaha hasana, atakaizusha bid'a katika dini ya Allah akaona ni jambo zuri, watu wanakusanyika kwa pamoja, wanamswalia mtume wa Allah, wanayafanya haya na yale, akaona kwamba ni jambo zuri, lina sura ya dini, faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, mtu huyo atakuwa amedai kwamba mtume wa Allah amefanya khiana katika risala, hajafikisha risala ya Allah kama alivyotakiwa ifikishe. Kwa nini? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, kwa sababu Allah anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Akasema Imam Malik baada ya kuitaja aya hii, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina, kile ambacho hakikuwa wakati aya hii inateremka, na aya hii iliteremka mwezi 9 ya Arafa, siku ya Ijumaa. Kitu kile ambacho haikuwa dini wakati aya hii inateremka haiwezi kuwa dini wakati wa sasa. Imam Malik ambaye amefariki mwaka 179 Hijria, na bila shaka baada ya Imam Malik haiwezi kuwa dini kabisa. Imam Malik rahimahullah alikuwa akiwasisitiza watu kushikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jambo lolote litakalofanywa katika dini likaletwa sura ya dini, jambo hilo ikiwa limekhalif masharti matatu ya kukubaliwa amali ya mtu, afahamu mja kwamba halitamnufaisha mbele ya Allah, bali siko tu kumnufaisha peke yake, ataadhibiwa na Allah ikiwa amekhalif, amekwenda kinyume, amemkhalifu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio utaona kuna mlango wa yale yaliyozushwa katika dini ya Allah. Na ukiangalia kama alivyotaja ahlul ilm, sababu za watu kuzusha bid'a katika dini ya Allah ziko nyingi. Miongoni mwa sababu hizo ni at-tashabbuh bil kuffar, ni kujifananisha na makafiri. Wao wana siku wanasherehekea kama wanavodai ya kuzaliwa Yesu au mfano wa hao Isa, Waislamu wakaingiza na wao katika dini yao.
wana siku wanasherehekea kuingia kwa mwaka mpya mathalan, na wao kaingiza katika sheria yao, ni kwa sababu ya tashabuhu bil kuffar. Inapelekea watu kuingia katika bid'a, katika mambo ambayo baadhi ya mambo hayo yanaonekana na sura fulani ya dini. Lakini fahamuni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah na fahamuni kwamba amal yoyote ambayo haijawafikiana na masharti haya haitamnufaisha mfanyaji wake, hatolipa thawabu mbele ya Allah. Ukatoa sadaka, ukachangia, ukadhamini, ukayafanya mambo hayo, fahamu itakuwa ni nakama mbele ya Allah na ni adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hujatubia na kuyatengeneza yale ambayo umeyaharibu, ikiwa hujatubia na kuyatengeneza yale ambayo umeyaharibu. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-Imam az-Zarnuji rahimahullah ana maneno anasema, wa kullu man akhta at-tariqa dhalla wala yanalu al-maqsuda qalla au jalla, na kila aliyekosea njia atapotea na wala hatoyapata makusudio, yakiwa ni machache au yakiwa ni mingi. Muda uko umekosea njia ya kuenda kufikia katika malengo yako, njia ya kukubaliwa matendo umekosea, hutoyapata makusudio ambayo unayakusudia mbele ya Allah kunufaika, sawa sawa makusudio yale ni machache au makusudio yale ni mengi. Kwa hiyo tunazusia nafsi zetu na kuhusia ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitihani na wengine hawajatanabahika na haya ambayo yanaendelea min ihtifali bil-maulidi au bimaulidi nabii sallallahu alayhi wasallam wa ghairihi, na mengineyo katika mambo ambayo yamezushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya hayawezi kuwanufaisha mbele ya Allah, bali inawezekana ikawa ni adhabu kwa sababu ya kumkhalifu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika kile ambacho alichokuja kukifahamisha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.